Mtu ako na akili timamu anakwenda Amerika, badala ya kuongea maneno ya kusaidia Kenya tupate msaada, wanakaa tu, wanakula, wanalala. Kila alipofungua kinywa chake aliwasadikisha Wakenya kuwa yeye ndiye rais wa Kenya. Katika magazeti, katika maredio. Akajizatiti kuiga mtindo wa rais wa wakati huo Daniel Arap Moi kwa njia nyingi, na akaongeza mbwembwe na mahanjam. Wakati huo ungemuita Walter Mung'are mlalahoi, hungekuwa umekosea. Kwa utaratibu maisha yake yamelainika na kung'aa kama kioo. Lakini bado Walter Mung'are anazidi kupiga mikiki ya kulisukuma gurudumu la maisha. Exercise sio nimeanza sasa, ni kitu nimekuwa nikianza kutoka kitambo. Zile acts ambazo tulikuwa nafanya, kuna kama acrobat tulikuwa nafanya, sasa lazima mwili kwe, uwezi shtukia ukafanya backflip kwa stage kama mwili ija adopt hiyo style. Kwake ni mlango mmoja wa fanaka uliofunguka tangu akiwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta aliposhiriki katika kipindi cha Ridiculous. Maisha yamebadilika kiasi, au sio? Kipindi ambacho alishirikiana na wanafunzi wengine John Kiarie na Tony Njuguna ili kukifanikisha, mada ikiwalenga viongozi. Tulifika mahali wa Kenya tunaangalia viongozi kama miungu. So kufanya kitu kama ridiculous ilifanya watu wakawa human, unaona. Wakawa na ule utu. Mtu akajua pia Moi ni binadamu, anaweza dance ndombolo. Msukumo wa kumuiga rais mstaafu na viongozi wengine serikalini ukitoka kwa wanafunzi wenzao kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Mnataka mfanye jambo ambalo si la kawaida. Na wale wenzangu ambao nilikutana nao pia walikuwa machachari. Kijana kama Kiarie alikuwa ameharibika kutoka kitambo akiwa Dagoretti High School. Lakini baada ya kipindi hicho kupasua mawimbi, ilibidi Daniel Moi kujulishwa. Aliyekuwa naibu wa chancellor wa chuo hicho Professor George Eshiwani alipewa wajibu huo. Je, Mung'are aliwahi kukutana ana kwa ana na rais mstaafu alipokuwa akiigiza? Ana kwa ana tukuweza kukutana. Tumekuja kukutana hivi karibuni wakati at least mtu umeanza kuvaa suti kama hii, unatembea town, watu wanakuona. Ukiwa kwa function, mnakuwa na function moja na yeye, wengi wanakuintroduce, wanakuambia mzee huyu ndio yule kijana, na kuiga na kusalimia na smile, anasema kunywa zoda. Mung'are amefanikiwa kuwa na wake wawili. Huyu wa pili Linda Mudhama tuliyekutana naye akiwa katika chumba cha mazoezi asubuhi hii. This is the first lady and I like her job. Na huyu wa kwanza Bedila Onyambo ambaye tulikumbana naye akielekea kazini. Si shaka na si siri na si makosa kuwa na wake wawili, si shida. Ikiwa mtu unaweza na unapendwa na unapendana nyumbani, pia ni baraka, au sio? Ana watoto wawili, mkubwa akijulikana kama Tracy Mung'are na ambaye babake ana jukumu la kumpeleka shuleni kila siku kabla ya yeye kuelekea kazini. Baada ya kuacha kuigiza kwenye runinga, aliingilia kazi ya utangazaji, barabara ambayo amekuwa akiitembelea kwa muda wa miaka 9, na sasa yeye ni msimamizi wa vipindi katika shirika la utangazaji la KBC. Franklin Masharia, makala ya Enzi Zao.